الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Naam, vipenzi katika tukufu wa Islam, ningependa kuendelea inshallah katika kuichambua na kuidadavua ni jinsi gani Mwafrika ameendelea kudhalilishwa, ameendelea kufanywa kile ina madhila, lakini yote hayo ipo maana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ananoa jeshi lake ambalo analiandaa kuja kuipa sharafu mwisho wa zama. Lakini yote inshallah tutaendelea kuichambua. Kwanza turudi sasa, kwa sababu tumeishia katika namna ambayo Mwafrika anapitia mazito katika dunia, na tukasema kwamba mpaka inafika hatua Mwafrika leo anaweza akaenda sehemu fulani atadhalilishwa kwa sababu sijui, yani itachukuliwa kwa sababu ya rangi yake, si kwamba labda kuna kingine kikubwa ambacho atakuwa amekifanya kitakuwa kimemkosesha, kimemvua ile ubinadamu, ni rangi tu. Sasa turudi katika Khorasani ya kihistoria. Hapa nilikuwa nazungumza Khorasani za aina tatu, ya kilugha, ya kiroho na tulizungumza ya kihistoria. Sasa turudi ya kihistoria ambayo sasa hivi ndio inapigana vita. Je, hiki ni nini? Hichi kinachoendelea ni nini? Kwanza tunatakiwa tuelewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapozungumza na waja wake kwenye Qur'ani, huwa hazungumzi na zama moja, anazungumza na zama tofauti tofauti. Kuna kitu hapa nataka nikuonyeshe katika Qur'ani, mimi na wewe, hemu tuingie katika tafakur sasa, to connect hizi doti. Nimesema mimi nitaichambua siasa ya kitofauti kidogo, ambayo nitaitumia aya ya Qur'ani ama nitatumia aya za Qur'ani ambazo hizi kuthibitisha yale ambayo yanaendelea katika dunia yetu ya sasa. Tukirudi Khorasani ya kihistoria, leo tunaona Irani kapigana vita ama anapigana vita mwaka huu 2026. Lakini turudi kwenye aya ya Qur'ani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, na tuliwahukumu wana wa Israeli katika kitabu kwamba watafanya ufisadi mara mbili. Unajua hizi aya kuna muda katika zama zetu kuna watu kidogo zinakuwa zinawachanganya kitu kimoja. Tukiitumia tafsiri ya wanawazuoni waliotutangulia, tutagundua kitu kwamba hii tafsiri haikuwa na makosa wala haina shaka yote, lakini tafsiri ambayo tulikuwa tunaisoma ni tafsiri ambayo kama ukirudi miaka ya nyuma, hii aya inathibitisha kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wana Israeli walishafanya ufisadi katika ardhi. Kama watu wanafuatilia historia, kabla ya kuja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, miaka ya maelfu ya miaka nyuma, zaidi ya miaka 3000 nyuma, Mayahudi ama Bani Israel waliwaua mitume mingi waliwaua. Likatumwa jeshi la Nebukadneza kwenda kupambana na jeshi la Myahudi ama wana wa Israeli. Walipigwa vibaya sana, walifanya ufisadi kiasi ya kwamba dunia ilikuwa ndo ni kitovu chao katika sehemu ya Babeli. Huyu alikuwa ni mfalme wa Babeli kipindi hicho, alienda kuwapiga
Mayahudi, na kweli Myahudi akatokomezwa. Sasa mara ya kwanza kwa wanahistoria wanafasiri kwamba fajaa wa'du ulahuma ba'athna alaykum ibadan lana uli ba'sin shadid fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula, na tukawapeleka waja wetu ambao hao Mwenyezi Mungu kawaita ba'sun shadid, wenye nguvu kubwa sana. Fajasu khilal ad-diyar, kaingia katika majumba yao. Wa kana wa'dan maf'ula, na hii ikawa ndio ahadi iliyotimizwa. Kwa hiyo tukikusudia hii aya inakusudiwa kwamba hii ni ahadi ambayo imetimizwa ya Nebukadneza. Walifanya yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameandika hapa ndani ya Qur'an, yameandikwa hapa ndani ya Qur'an. Kisha aya inaendelea mbele, thumma radadna lakumul karrata alayhim, kisha kama mtaendelea, yani Mwenyezi Mungu anasema thumma radadna lakumul karrata alayhim wa amdadnakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum akthara nafira. Kawaida ya Bani Israili wameachwa, watarudi tena. Kwa hiyo ili warudi tena, Mwenyezi Mungu anawapa another chance. Mwenyezi Mungu atawajaalia kwenye mali, kwenye watoto, waja'alnakum akthara nafira. Yani kwa maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewajaalia hawa na Israeli kwamba wataendelea kufanya ufisadi wao na watarudi tena, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawarejeshea nguvu, ambayo ile nguvu waliokuwa nayo mwanzo watapewa tena. Ndio Mwenyezi Mungu anasema atawajaalia kuwa na mali na wana. Aika laptop yangu vizuri hapa. Watajaaliwa mali na watoto kujaa kwa wingi sana, lakini Mwenyezi Mungu akawapa tena onyo la pili, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha fa idha jaa wa'du al-akhirati liyasuu wujuhakum wa liyadkhulu al-masjida kama dakhaluhu awwala marra wa liyutabbiru ma alau tatbira. Na ikiwa mtafanya wema, basi mtaifanyia wema nafsi zenu, lakini kama itakuwa mtafanya uovu, ubaya, ina maana mnajifanyia wenyewe, na ikifika ahadi ya mwisho ili waziharibu nyuso zenu na waingie msikitini kama walivyoingia mara kwanza, na wataharibu kila walichokiteka kwa uharibifu mkubwa. Hii ilikuwa sasa mara pili, kama watakuja kurejea kitawakuta hicho. Walirejea tena, ndo wakati huo Waroma wakaja wakawapindua tena. Ina maana hii historia imeshafanyika mara mbili. Yaani hii historia ishafanyika mara mbili. Swali linakuja, leo huu ufisadi waliofanya katika dunia, mbona bado wanaendelea kufanya? Na kwenye Qur'ani imethibitisha watafanya mara mbili. Hapa ndipo ambapo wengi wanachanganyikiwa na wanashindwa kuconnect hizi doti. Kuna kitu mimi nataka nikielekeze kidogo. Hizi aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyozizungumza, kwa kuwa sisi ndo tupo katika karne yetu hii, wanawazuoni waliotangulia walitafsiri hivyo kwa sababu tayari kuna matukio yalitokea hapo awali. Kwa hiyo wao katika geopolitics ya zama zao wanazijua historia kwamba maratani ni hizo mbili. Lakini mimi hapa nataka nikupe kitu kimoja cha ziada ambacho wengi kidogo tunashindwa kukielewa. Aya za Qur'ani kama hizi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kazileta hata kwenye zama zetu, zinafanya kazi. Hii mara mbili, kuna awamu ya kwanza ambayo inahesabika mara mbili. Yaani awamu ya kwanza ambayo ilikuwa kipindi cha Nebukadneza na Waroma, hii inakuwa ni awamu ya kwanza wamefanya ufisadi mara mbili.
Lakini kuna awamu ya pili ambayo hii sasa itakuwa ni baada ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ambapo hichi kipigo cha mara ya pili walichopigwa, walipotea wakawa kama diasporas katika dunia miaka takriban 2000. Ni juzi tu ndo wamekuja kupata kutengeneza Israeli mpya mwaka 1940 hapo mpaka 48 hapo ndo wamekuja kutengeneza Israeli mpya. Ina maana huu ufisadi ambao umetendeka unaendelea kutendeka mpaka sasa hivi, wanaanza tena toka walivyopigwa na Roma. Na hapa tukiangalia maana ya pili, la tufsidunna fil ardhi, watafanya ufisadi katika ardhi. Neno ardhi linakusudiwa si ufisadi mdogo. Unajua Wanaisraeli wanaweza wakawa wanakaa katika kijiji au katika jamii, hata kipindi cha Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ilipigana vita na Mayahudi, vita vya Khaybar, lakini vita ambayo haikuathiri mifumo ya dunia nzima, lakini mpaka ikifika imeathiri mifumo ya dunia nzima, basi hapa Myahudi atakuwa amehesabika la tufsidunna fil ardhi. Mimi na wewe tunaelewa leo ufisadi katika ardhi unafanyika vipi. Hebu ngoja kidogo niingie katika kuielezea ufisadi ambao umefanyika kabla ya kwenda kuielezea kwa kina aya mbele inayokuja. Leo tukitizama katika jamii zetu, hasa huko Afrika, Mwafrika tayari ameonekana ni kiumbe ambaye amebaki na asili yake, lakini anafanyiwa ufisadi katika asili yake. Mwafrika leo kaja kuletewa gari, ndo anaona ni maendeleo. Kaja kuletewa vitu ambavyo ili apande mimea yake yote kwa haraka, kaletewa dawa. Zamani watu walikuwa nakula vizuri tu, kinachowafanya watu watumie dawa sasa hivi sijaelewa ni nini, lakini wanasema wanaua sumu, wakati sumu ndo wanaitia. Sasa kitendo cha kuletewa gari, tunatumia mfano mmoja. Gari imeletwa Afrika, sisi tunaona ni maendeleo kwa sababu tunataka tuende na wakati. Kwa hiyo inakurahisishia zile kazi zako unapotaka kwenda. Lakini ukija kupima katika jicho la kiungu, Mwenyezi Mungu anatukumbusha katika Qur'an, wa idha qila lahum, na wanapoulizwa la tufsidu fil ardi qalu, msifanye ufisadi katika ardhi, mnafanya ufisadi nyinyi. Wanasema inma nahnu muslihun, sisi tunatengeneza. Lakini Mwenyezi Mungu anasema ala innahum humul mufsidun, tambueni kwamba hao wanafanya ufisadi, lakini hawaelewi wanachokifanya. Sasa leo umeipokea gari, mamilioni ya gari hapo Afrika, gari inazalisha moshi ambao unatoka kwenye mafuta. Moshi ule unapanda angani, unaenda kutengeneza, unapanda kwenye atmosphere, unaenda kutengeneza carbon dioxide, ambayo carbon dioxide ile inaenda kuungana na hydrogen na oxygen, H2O, watu waliosoma chemistry. Inapokutana ile, ikirejeshwa maji yanayotoka mbinguni, yani mvua, inakuwa inarejea na ile carbon monoxide. Yani tayari kuna reaction ishafanyika, carbon monoxide inarejea kwenye ardhi, inaenda kufisidi ardhi. Leo tunakula mimea ambayo hiyo mimea ni vyakula, maradhi ya kansa, maradhi ya kadha wa kadha. Leo tunatumia miti shamba kujitibu, hatuponi. Si kwa sababu hatuponi, dawa hakuna, ni kwa sababu tunachojitibia tena kimeshakuwa sumu. Kwa hiyo la tufsidunna fil ardh, umefanya ufisadi katika ardhi mkubwa. Kwa hii ni awamu nyingine ambayo watafanya ufisadi mara mbili. Ile ya Nebukadneza na Waroma, ile ilishapita part 1. Kuna part 2 ambayo hii tulikuwa nayo. Kwa hiyo tukisema mara mbili, kuna ya kwanza walifanya mara mbili, ya pili wanafanya tena mara mbili, ambayo ya kwanza ndio hii. Sasa Mwenyezi Mungu tunaendelea mbele sasa, baada ya kuelewa fa idha jaa wa'du ulahuma ba'athna alaykum ibadan lana uli ba'sin shadida fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula. Hapa kuna fumbo jingine.
Hapa kuna ayatun mutashabihat, aya yenye maana zaidi ya moja. Kuna fumbo jingine. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hii aya ametaja vitu viwili vikuu ambavyo sisi zama zetu tunatakiwa tuelewe. Kitu cha kwanza kataja ba'sun shadid, kitu cha pili kataja khilal ad-diyar. Ni nini hivi vitu viwili? Inapotajwa ba'sun shadid, ili mradi tuweze kuelewa, kabla sijaielezea hii Khurasani ya kihistoria, nataka tuingie kwenye hii aya ili mradi tuelewe vizuri kinaga ubaga nini kinakusudiwa katika zama zetu. Tukirudi kwenye Suratul Hadid aya ya 25, sura ya chuma. Kwanza Mwenyezi Mungu kaiweka hii aya, kaiweka hii sura ni sura ya 57. Ukichukua neno al-hadid ukapiga mahesabu ya abjad inakuja 57 ile ile al-hadid. Ukija ukichukua hadid inakuja hesabu ya 26, ambayo hiyo hesabu ya 26 ni atomic number ya chuma, ferium. Mwenyezi Mungu hakopeshi katika maneno yake. Kuna aya 25 Mwenyezi Mungu anasema wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u linnas. Neno hili ba'sun shadidi limetumika fa idha jaa wa'du ulahuma ba'athna alaykum ibadan lana uli ba'sin shadid. Ni nini hii ba'sun shadid? Maana ya kwanza walikuja Nebukadneza wakapigana nao katika nguvu ya upanga. Lakini ba'sun shadid ya zama zetu leo ni nguvu ya chuma ambayo inakusudiwa. Hii ni nguvu ya nyuklia ambayo Mwenyezi Mungu anasema wa anzalna alhadida fihi ba'sun shadid. Ni kitu kigumu chenye nguvu, wa manafi'u linnasi, ambayo kinaitwa ni chuma na kina manufaa kwa watu. Kikitumika vibaya kina madhara kwa watu. Kwa hiyo chuma Mwenyezi Mungu kakiita ba'sun shadid. Katika aya hii kuna ba'sun shadid, wenye nguvu kubwa. Kwa wenye nguvu kubwa watatumwa kwenda kuteketeza utawala huu wa Kiyahudi au wana Israeli, ambao leo Israeli leo ndo wanapigana na Muirani. Khurasani ya kihistoria tumesema ni maeneo ya Irani, Afghanistani, Uzbekistani na viunga vyake. Hizi sehemu tayari Myahudi ameingia katika mtego ba'sun shadid. Lakini pia kuna jambo jingine, khilal ad-diyar, wataingia katika majumba yao. Wakana wa'dan maf'ula, hili tayari lishatimizwa. Lakini katika zama zetu, ili mradi baada ya tukio hili atakayesoma hii aya aunganishe tukio ya mwanzo na tukio hili, itakuwa wa'dan maf'ula, lishatimizwa. Watapigwa katika miji yao. Hii inamaanisha kwamba mara ya kwanza Myahudi atabakishwa, ili mradi aya ya mbele thumma radadna lakumul karrata alayhim wa amdadnakum bi amwalin wa bani, kwa sababu kama watauliwa Wayahudi wote kizazi chao kitapotea mazima. Kwa hiyo inaonyesha nguvu ya nyuklia ya zama zetu, nguvu ya chuma, kwa sababu uwezo ukaizungumza nyuklia kama hujataja chuma. Uwezi ukazungumza kompyuta kama hujataja chuma. Uwezi ukazungumza teknolojia ya aina yoyote ile tuliokuwa nayo sasa kama hujataja chuma. Ndio maana akasema ba'sun shadidun wa manafi'u linnasi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani ametuweka kila kitu wazi. Unganisha doti mwenyewe. Kwa hiyo wataingia katika majengo yao. Ina maana hapa kutakuwa na destruction, ambayo hii destruction itakuwa ya construction na resources mbalimbali ambazo Myahudi kaekezwa kwa miongo mingi toka mwaka 1940 na kitu huko mpaka leo 2026, miaka zaidi ya 60. Myahudi kajikoki
Kwa hiyo maana yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuja kumaliza hii utawala wa vyuma, ili mradi uingie utawala mwingine mpya, ili uweze kumalizika. Middle East kuna nchi pale zinatisha, Russia, tukiangalia Korea, tukiangalia China. Hizi ni nchi ambazo tayari zimejitengeneza kwa ba'sun shadid. Mwenyezi Mungu kusema ba'sun shadid ana maana kwamba hapa watapigana vyuma kwa vyuma, yaani hii mifumo watamalizana wao kwa wao, hatakuwa hakuna atakayekuja juu. Sasa hivi Mayahudi tayari washachimba maandaki zamani sana. Ikitokea la kutokea, watajichimbia chini, kila mmoja atajichimbia katika sehemu yake ambayo anajichimbia. Ni vita vya nyuklia vitaripuka. Hii vita inapoenda ya Mwirani na Myahudi itaripuka. Msevu hiyo video, ili mradi unabii, ili mradi maneno ya Mwenyezi Mungu yatimizwe. Wa kana wa'adan maf'ula, na hii itakuwa ni ahadi iliyotimizwa. Kwa hiyo Myahudi siku zake zinahesabika. Huyu Mwirani kwa kuwa tayari na yeye katengeneza kitu kinachofanana na Myahudi cha fasadu fil ardhi, ndiyo aya Mwenyezi Mungu katika suratul Rum anasema dhahara alfasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Umedhihiri ufisadi nchi kavu na baharini. Hii si aya iliyotoka zamani, inalenga ya watu wa zamani, inalenga na watu wa sasa. Hunna ummul kitabu wa ukhra mutashabihat. Nyingine zipo mutashabihat, zina maana zaidi ya moja. Kwa hiyo ukiganda na maana yako ya miaka ya nyuma, hutaielewa Qur'ani kwa mwaka wa sasa. Kwa hiyo tunapoizungumza hii vita inayoendelea, target yake ni kumalizana hizi nyuklia, wamalizane, kwa sababu hakuna kinachoendelea. Ndio maana kama utasikia yule mzee alikuwa anaitwa Ali al-Khamenei alikuwa anapinga kutengeneza nyuklia, kwa sababu anaelewa hii ni fasadu fil ardhi. Kwa hiyo kitendo cha Mwirani naye kuingia kutengeneza nyuklia au kama anayo kutengeneza hypersonic, si vyote ni vyuma, hypersonic missiles, hivi vyote ni vyuma, teknolojia ya chuma hiyo ni hatari sana. Kwa hiyo ndio maana limetumika ba'sun shadidi, na maana sasa hapa vita itapigwa, hakuna Mrashia, hakuna Mkorea, hakuna nani, wote watamalizana. Ndio Mwenyezi Mungu anasema dhahara alfasadu, umedhihiri ufisadi nchi kavu, watu watapigana, moto utawaka kila kona na baharini. Leo ndio kuna Strait of Hormuz inayoimbwa kila sehemu mnayosikia, ndo baharini huko, watu wanapigana mabomu huko, watu wanapigana nyuklia huko, missiles mbalimbali huko zitapigwa, ili mradi idhihiri ufisadi. Dhahara alfasadu fil barri wal, hii ni aya iliyokuwa ndani ya Qur'ani suratul Rum. Dhahara alfasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, kupitia mikono ya watu walioyachuma wenyewe, waliotengeneza hivi vifaa wenyewe. Si kwa sababu Mwenyezi Mungu kaja kuharibu dunia, hapana. Mwanadamu atafanya ufisadi kupitia mikono yake mwenyewe. Batani tu anachezea, inabonyezwa batani moja, nyuklia inaachiwa, mikono yao wenyewe. Kwa hiyo Mwirani yupo katika target, lakini atakufa na wale ambao wamemzunguka, kwa sababu Mrashi ataingia katika vita, Mkorea ataingia katika vita, Mchina ataingia katika vita, nchi za magharibi zote zitaingia katika vita, kutakuwa hakutamaniki. Sasa hapa ikimalizika hii vita, ndio inatokea alama kubwa miongoni mwa alama Mtume alizozitabiri za Kiyama.
alama kubwa miongoni mwa alama ambazo Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alizitabiri. Kwa sababu ikiwa Muirani anataka kumaliza hii vita, kila kitu kimalizike, baada ya kumalizika hapo tutambue kuna kiumbe kilitabiriwa anaitwa Dajjal, kuna Isa bin Maryam, kuna Imam Mahdi, bado hapo hajaja hao. Hii ni tunaizungumza tu, hii tulokuwa nayo sasa hivi alhin. Hii vita tulokuwa nayo sasa hivi tunaizungumza, inaenda kuisha vipi? Hii inaenda kuisha, na baada ya hapo, kama kuna kitu ulishai kukisikia kinaitwa dukhan, moshi utakaotanda juu angani, katika Suratul Dukhani aya ya 10 Mwenyezi Mungu anasema fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin yaghsha an-nasa adhabun alim rabbana kshif 'anna al-'adhaba inna mu'minun anna lahum adh-dhikra wa qad ja'akum rasulun. Hapa inakusudiwa dukhan, tutaichambua vizuri darsa inayokuja, vipi dukhani itakuja kutokea na kutanda baada ya wingu kuchafuka, hali ya hewa, mbingu ama wingu hili litachafuka kutokana na milipuko ambayo itakayoendelea duniani. Baada ya hapo sasa ndo itazuka hiyo dukhani, itakuwa ni miongoni mwa alama kubwa za kiyama. Kuwa nami Farid Al-Hatim, tunaendelea kuhabarishana. Darasa ijayo inshallah tunakuja kujieleza hii dukhani itakuwaje na nini kitatokea baada ya hapo, na baadaye uko mbeleni tutakuja kumtambua mwanamume atakayekuja kumpiga Myahudi tena, kwa sababu hawa lazima warudi, kwa sababu akipigwa hapa kwa jinsi ya aya zinavyoeleza kwamba huyu atapigwa, lakini akipigwa atakufa na watu, yani ile teknolojia yake itaondoka, atataka kurudi tena kwa kisasi, kwa sababu tayari imetajwa khilala diyar, wataingia kwenye majumba yao. Ina maana hapo kutakuwa kuna uharibifu mkubwa wa mijengo, mabenki waliotengeneza kwa muda mrefu, construction, miradi mbalimbali itakuwa imeenda kuharibiwa, watataka kurudi tena. Ndio maana Mwenyezi Mungu akasema inna ahsantum li anfusikum, ikiwa mtatenda wema katika nafsi zenu, wa in asatum falaha, na ikiwa mtatenda ubaya basi mtajitendea wenyewe. Fa idha jaa wa'dul akhirah, pindi itakapokuja hii ya mwisho, liyasuu wujuhakum, tutazichafua nyuso zenu. Hii sasa nyuso zenu zitakazokuja kuchafuliwa na hilo kundi la pili sasa, ili halitakuja na ba'sun shadidi, kwa sababu tayari imekoma. Ndio tulokuwa nayo sasa hivi, ba'sun shadid tulokuwa nayo sasa hivi ndio ya chuma, ya nuclear weapons. Ili mtu achafue sura yako inabidi ukutane ana kwa ana. Ni kundi gani hilo? Bado tunataka kumweleza Khurasani ni nani. Huyu Mwirani wa sasa ni Khurasani wa kihistoria. Bado tunamweleza Khurasani wa kiroho ni nani. Kuwa nami Farid Al-Hatim, inshallah tutaendelea kuhabarishana. Wama alaina illa al-balaghul mubin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.